wakati dirisha dogo la usajili likitarajiwa kufunguliwa mnamo tarehe 15 Disemba na kufungwa Januari 15, 2025, ni kwamba klabu ya Simba itapaswa bado kuendelea kusubiri kwa muda, haswa matumizi ya mshambuliaji wao mpya kutoka katika klabu ya AC Vita ya pale Kongo, Elie Mpanzu. Na inaelezwa kwamba itabidi Simba wasubiri sana kuhusiana na matumizi ya Elie Mpanzu hasa katika michuano ya kimataifa, kwani tarehe 15 Simba watapambana na CX Sfaxien ya pale Tunisia katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini inaelezwa kwamba dirisha hili la Tanzania kupitia TFF litafunguliwa Disemba 15. Ili ni dirisha la ndani na sio la kimataifa la CAF. Dirisha la CAF linatarajiwa kufunguliwa Januari 1 hadi Januari 31. Kwa hiyo winga Elie Mpanzu hataweza kutumika katika mchezo wa CX Sfaxien, bali ataanza kutumika tarehe 18 Disemba katika mchezo wa ligi dhidi ya Gold, endapo kocha Fadlu Davis ataona kama kuna lazima, lakini hapo rasmi ndio ataweza kuanza kutumika rasmi katika klabu ya Simba. Lakini kuhusiana na mechi za kimataifa, Elie Mpanzu itampasa kusubiri mpaka game ya marudiano dhidi ya CX Sfaxien ya pale Tunisia mnamo Januari 5, 2025 pale Tunisia. Kwa hiyo Elie Mpanzu swala lake la usajili bado sana, kwani dirisha ambalo litafunguliwa kwa sasa ni dirisha la TFF ambalo linaruhusu usajili wa ndani, lakini dirisha la CAF linatarajiwa kufunguliwa mnamo Januari 1, 2025. Na kwa upande wa Elie Mpanzu yeye mwenyewe usajili wake ni kama unampasua kichwa kocha wa Simba Fadlu Davis, kwa anasema Fadlu Davis amemzungumzia mshambuliaji mpya huyo wa timu hiyo Elie Mpanzu kwa kuwa anamuumiza kichwa wapi mchezaji huyo atacheza pale taratibu zote za usajili wake zitakapokamilika. Klabu ya Simba ina shida ya uwepo wa mchezaji anaweza kucheza kwa kutokea pembeni, ambaye anaweza kufunga na kutengeneza magoli. Viungo wa pembeni wa timu ya Simba wana changamoto ya kutengeneza nafasi. Kibu Dennis, Lada Kichasambi, Edwin Balua, Joshua Mutale, wote mchango wao wa kufunga na kutengeneza nafasi umekuwa mdogo sana msimu huu. Kocha wa timu ya Simba Fadlu Davis amemzungumzia mshambuliaji huyo mpya wa timu hiyo Elie Mpanzu kwa kuwa anamuumiza kichwa wapi mchezaji huyo atacheza pale taratibu zote za usajili wake zitakapokamilika. Mpanzu, nyota wa zamani wa timu ya AC Vita ya Kongo DR, anaweza kucheza namba zote kwenye eneo la ushambuliaji. Anaweza kucheza winga ya kushoto na winga ya kulia. Anaweza kucheza namba 9 au mshambuliaji wa kati msaidizi pamoja na namba 10. Klabu ya Simba imekuwa na changamoto hiyo ya wachezaji ambao wana uwezo wa kutengeneza nafasi kutokea pembeni. Endapo Mpanzu ataingia kwenye mfumo wa mwalimu Fadlu Davis kwa haraka na kufanya kile anachokuwa kikifanya kwenye klabu yake ya AC Vita ya Kongo, kufunga na kutengeneza nafasi, itakuwa faida kubwa kwa klabu hiyo ya Simba. Uwezo wake wa kucheza mshambuliaji wa kati utaleta changamoto kwa Steven Dese Mukwala na Lionel Christian Ateba. Dirisha dogo la usajili linatarajiwa kufunguliwa mwezi huu wa Disemba tarehe 15, 2024. Na mchezaji huyo ndio hivyo anaweza akaanza kutumika rasmi mnamo tarehe 18 atakapopewa ruksa kutumika kwa taarifa zake kuingizwa kwenye mfumo wa TFF na TMS. Hapo ndipo ataanza kutumika rasmi katika kikosi cha Simba Sport Club. Winga huyo mwenye kasi na uwezo wa kutumia miguu yote miwili kwa ufasaha anatarajiwa kufanya makubwa kutokana na kiwango chake alichokuwa kikionyesha Kongo DR akiwa na AC Vita na timu ya taifa ya Kongo. Ongezeko lake linaweza kuleta msaada mkubwa kwenye safu ya ushambuliaji ya Simba katika timu ya Simba, akisaidiana na Mukwala na Ateba. Mabeki wa timu pinzani wajipange kukutana na winga huyu hatari mwenye uwezo mkubwa kweli wa kufunga. Hii ni taarifa kuhusiana na Elie Mpanzu, ambaye kwa taarifa tu ni kwamba mashabiki wengi wa Simba walikuwa wako excited ama walikuwa na matarajio makubwa kwamba pengine akaanza kutumika katika mchezo wa nyumbani dhidi ya CX Sfaxien mnamo Disemba 15 hapo Jumapili ijayo. Lakini kwa bahati mbaya ni kwamba hataweza kutumika Jumapili ijayo kutokana na kwamba dirisha la CAF
kwa ajili ya wachezaji ambao wanatumika katika michuano ya CAF Champions League na CAF Confederation litafunguliwa rasmi mnamo Januari mosi 2025 na kufungwa mnamo tarehe 31 Januari 2025. Kwa hiyo Elie Mpanzu atasubiri sana katika michuano ya kimataifa, lakini kwa upande wa ligi anaweza kaanzia katika mchezo dhidi ya Ken Gold mnamo tarehe 18 Disemba. Elie Mpanzu anaweza kaanza rasmi kuitumikia klabu ya Simba na jezi yake namba 34. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa ajili ya taarifa hizi nyingi za kimichezo. Usisahau pia kugonga kile kialama cha kengele kwa ajili ya notification mbalimbali kutoka katika YouTube channel yetu Rinyo Updates. Hapa ndo kwake. Karibu katika Rinyo Updates kwa taarifa mbalimbali za kimichezo. Hapa utapata uchambuzi, matokeo na matokeo mbalimbali ya kimichezo, burudani, lakini pia habari mbalimbali za kisiasa, kijamii, kidiplomasia na nyinginezo nyingi zaidi. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa taarifa hizi kem. Hapa ndo kwake.